Alhamisi ya juma la 19 la mwaka wa Kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 18 aya ya 21 hadi sura ya 19 aya ya kwanza. Wapendwa katika Kristo, jana katika Injili tulimsikia Bwana wetu Yesu Kristo akitufundisha kuhusu upatanisho. Alisema kwamba ikiwa ndugu yako amekukosea, usikae ukisubiri aje kukuomba msamaha. Wewe ndiye nenda kwanza, chukua hatua ya kwanza kabisa ya kuanza upatanisho ili uhusiano urejee. Hilo lilikuwa ni fundisho gumu, na inaonekana mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo walibaki wakiwa na maswali mengi ndani ya mioyo yao. Ndio maana leo mtume Petro anaamua kumuuliza Bwana wetu Yesu Kristo swali ambalo pengine wengi wetu tungependa kumuuliza. Petro anamuuliza Kristo, anamwambia, Bwana, ndugu yangu akinikosea nimsamehe mara ngapi? Hata mara 7? Tusimhukumu Petro kana kwamba alikuwa hana moyo wa huruma au moyo wa upendo. Kinyume chake, alionyesha ukarimu mkubwa na moyo mkubwa wa upendo kwa sababu kwa mujibu wa mafundisho ya Kiyahudi ya wakati huo, mtu alitarajiwa kumsamehe mwenzake hadi mara 3. Petro anaongeza zaidi ya mara 2 ya kiwango hicho ambacho kilikuwa kimezoeleka. Labda Petro alidhani Yesu angempongeza kwa moyo wake wa upendo na ukarimu, lakini Bwana wetu Yesu Kristo anamjibu kwa maneno ambayo yaliwashangaza wengi. Anamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 70 mara 7. Yesu hakuwa anatutaka tukae na kalamu na daftari kuhesabu mara zile zote ambazo tumewasamehe watu. Hilo halikuwa lengo la Kristo. Kusudi lake ni kutufundisha kwamba msamaha hauna ukomo, hauwekewi mwisho, hauhesabiwi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anajua ukweli wa maisha. Maadamu tunaishi pamoja, tunakoseana, kwa sababu hakuna familia isiyo na migogoro. Hakuna ndoa ambayo haijawahi kujeruhiwa au ndoa ambayo haina vimaneno. Hakuna jumuiya, hakuna parokia au sehemu ya kazi isiyo na maumivu na ambayo watu hawakoseani. Hapa jambo la muhimu sio kwamba hatutakoseana, bali tutafanya nini baada ya kukoseana? Ndugu zangu, kama msamaha hautatawala kwenye maisha yetu, basi kisasi kitatawala. Na kisasi hakimalizi tatizo, kinaanzisha mnyororo wa chuki, uhasama na majeraha mapya. Mtu anamuumiza mwenzake, naye analipiza kisasi. Halafu mwingine na yeye analipiza tena kisasi. Mwishowe hakuna anayeshinda, wote wanakuwa wameumia na wanabaki na maumivu na majeraha. Ndio maana Yesu anatualika tuvunje huo mnyororo wa kisasi, mnyororo wa uovu kwa msamaha. Ili kukazia hili fundisho, Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mfano wa mtumishi aliyesamehewa deni kubwa sana. Alipotoka mbele ya mfalme, badala ya kuonyesha huruma na upendo kwa yule anayemdai, alimkamata mwenzake, tena aliyekuwa anamdai deni dogo sana, na akamtupa gerezani. Hapo ndipo tunapoiona sura yetu wenyewe. Kutokana na mfano huu, tunajiona wenyewe kwenye huu mfano. Kwa sababu Mungu ametusamehe mara ngapi? Ni dhambi ngapi ambazo Mwenyezi Mungu ametufutia? Ni mara ngapi tumemuomba rehema naye hakutukatalia? Madeni yetu mbele ya Mungu ni makubwa kuliko madeni ambayo wengine wanayo dhidi yetu. Ndio maana kila siku tunaposali
sala ya Baba yetu tunasema, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Ndugu zangu, haya ni maneno mazito sana, kwa sababu tunamwambia Mungu atumie kipimo kile kile tunachokitumia sisi kwa wengine. Kama tunataka kupokea msamaha wake, basi nasi tunapaswa kuwapa wengine msamaha wetu. Wapendwa, kusamehe sio kusema kwamba kilichotendeka hakikuwa kibaya, kile tulichofanyiwa hakikuwa kibaya. Hapana. Kusamehe si kusahau maumivu kwa nguvu, kwamba unasema nimeshasahau. No, hapana. Kusamehe ni kuamua kutoruhusu chuki na kisasi vitawale moyo wako. Ni kumwachia Mungu haki ya mwisho na kuipa nafsi yako nafasi ya kuishi kwa amani na upendo. Leo Yesu anatualika kujiuliza, je, kuna mtu ambaye bado nimemfunga kwenye gereza la moyo wangu? Je, kuna jina ambalo nikilisikia tu bado linaamsha hasira kwenye moyo wangu? Huyo ndiye ambaye Yesu ananiambia leo, msamehe kama Baba yako wa mbinguni anavyoendelea kukusamehe wewe. Bwana atupe moyo unaofanana na wake, moyo unaojua kusamehe bila kuweka hesabu, ili nasi tuweze kuishi katika amani yake. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.